Wale watu ambao wanasema Simba wanasema kwamba wamewafanyia vurugu, nafikiri wasingepata mwanya. Wasingepata mwanya kwa sababu inawezekana wasingewakuta pale kwenye ule mzozo. Na kuna taarifa zinazungumza ambazo sio rasmi kwamba moja ya ombi ambalo Young Africans waliandika katika barua yao ni baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi kuachia ngazi, akiwemo Almas Kasongo pamoja na Stephen Mguto. Taarifa za chini zinasemekana kwamba viongozi hao hususan Stephen Mguto ni kama yawezekana akaondoka kwenye uongozi. Kama itatokea pengine sasa labda kwa faida ya wanaotufuatilia. Bodi ya ligi ni chombo cha vilabu. Bodi ya ligi inatengenezwa na nini? Na vilabu. Mwenyekiti wa bodi anatokana na kiongozi mmoja wapo wa timu moja wapo. Stephen Mguto sasa hivi sio mwenyekiti wa Coastal Union. Mwanzo alikuwa mwenyekiti wa Coastal Union ndio akapata nafasi. Stephen Mguto anamaliza muda wake. Tuko pamoja mpaka hapo Kwa hiyo kusema Stephen Mguto anaondoka na nini, labda tu wamemharakisha. Labda atakuwa ameshinikiza, maana watu wameshaharakisha. Muda wako unaenda mwisho. Unaona? Muda wako unaenda mwisho. Na haendelee tena kwa sababu hata kile ambacho kimemsaidia awepo hapo kilishaondoka. Coastal Union wana mwenyekiti mwingine. Sawa sawa. Kwa yeye alikuwa anaenda kustaafu. Hata akisema na waachia, bado mimi naona yani ni sawa na anasema ukimpiga chura teke umsindikize. Hujamuumiza. Umemsindikiza. Kwa hiyo unaona kwa mantikio hilo la kwanza. Lakini la pili, bodi ya ligi hawakutumia kanuni kuahirisha mchezo. Hakuna kanuni iliyotumika kwenye kuahirisha. Hakuna barua inaweza kuandikwa bila kanuni, brother. Lazima kanuni zikuwepo. Na hiyo kanuni ilitengenezwa na Simba au Yanga. Alikuwepo kwenye kutengeneza kanuni. Tuko pamoja Simba na Yanga walikuwepo kwenye kutengeneza kanuni. Kwa hiyo obviously bado tunarudi pale kwamba hili jambo linahitaji busara. Hili jambo linahitaji kukaa chini kwa mustakabali wa mpira wetu, kwa mustakabali wa ligi yetu, ili ligi yetu isifanyaje? Ligi yetu isipate dosari. All in all, nafikiri busara zaidi itatumika na tutaamua mwisho siku tuweze kupata mwafaka kwa jambo hili. Kwa mazingira yaliyopo ni sahihi kwamba lazima jambo kama lilipotokea lazima umakini mkubwa unahitajika. Umezungumza vizuri sana kwamba viongozi wa Yanga mpaka sasa hawajajitokeza, hawajatoa neno lolote, official statement, kwa maana ya baada ya vikao vyao vile wao wakakaa kimya. Kwa hiyo kwa sababu kila kitu kinaenda kwa kanuni, taratibu, sawa lakini pia na sheria ambazo zinatuongoza kwa maana ya sheria 17 za mpira wa miguu, sio? Kwa mantiki hiyo viongozi of course kuna viongozi wa club, kuna viongozi wa bodi ya ligi kuu, kuna viongozi wa TFF. Kwa hiyo lazima kuna zile ama kuna sinitumie lugha gani, lazima tunaheshimu zile taratibu, mamlaka, sawa lakini pia hakijatoka jibu la moja kwa moja kwamba hiyo mechi ni nani hasa aliyevuruga ni nani, sawa. Hatujampata bado mhusika mkuu kwenye mechi. Ndio maana unaona viongozi wa Yanga, rais pamoja na makamu wa rais, pamoja na kwa makamu wa rais kuna siku aliposti kidogo kuchokoza, lakini ile ni inawezekana kama binafsi. Bado wanasubiri maelekezo ya bodi ya ligi wanasema nini,
maelekezo ya TFF wanasema nini. Hilo ni kwa upande mmoja wa viongozi ambapo umeuliza kwamba wamekaa kimya. Nije kwa upande wa matawi. Nimeona matawi ya Yanga maeneo mbalimbali wakishinikiza kwamba hatupeleki timu au viongozi wao wasipeleke timu uwanjani. Hoja msingi wanataka alama 3. Alama 3. Sawa sawa. Kwa upande wa mashabiki ni sawa. Shabiki ana sifa zake. Sitaki kuzizungumza sifa za shabiki, lakini kila mmoja anafahamu. Sawa. Na shabiki anaongozwa na mihemko. Sawa sawa. Kwa mfano, natoa mfano. Tukisema dabi inarudiwa, mashabiki watasema nini? Viongozi wanaambia pelekeni timu. Na ikatokea viongozi wakapeleka timu, mashabiki watafanya nini? Obviously mashabiki watagoma, hawataenda uwanjani, sio? Lakini mchezo. Unaona eh? Na historia inaonyesha matendo kama hayo kwa Simba na Yanga. Nasikia ni mara 7. Mara 7 inatokea. Mara ya mwisho ambayo nakumbuka mimi, ukiachilia hii ya juzi, ni ile mchezo ulikuwa ufanyike saa 11 mwaka 2021 Yanga wakasema kanuni imevunjwa, ile haiwezekani. Yanga wakafanya warm up, wakakimbiza gari, wakaondoka zao. Sawa. Simba wakasubiri muda ambao wameambiwa kwamba mchezo utafanyika, wao ndio wakaenda uwanjani. Lakini Simba hawakupewa alama 3, sio? Kwa hiyo mchezo Simba hawakupewa alama 3. Kwa hiyo iko hivyo. Na mimi na imani kwenye swala hili busara itatendeka, na busara itatendeka, na mchezo utachezwa na kimsingi kama watasuluhishwa, watakaa pamoja, itakuwa ni jambo la heri sana, na mimi naamini itakuwa hivyo. Taarifa zinazozungumza katika vyanzo tofauti zinasemekana kwamba serikali ni kama itaingilia kati sakata hili kwa kuwaita viongozi wa bodi ya league, TFF pamoja na uongozi wa Young Africans pamoja na Simba. Hii ina maana gani? Pengine kama itafanyika hivyo, itaonekana bodi ya league wameshindwa kabisa katika kuliamua hili. Of course ni tetesi. Na mimi nimeona kwenye mtandao ni tetesi. Serikali haipaswi kuingilia kwa mujibu wa taratibu mambo ya mpira, lakini haimaanishi kwamba sisi sote hatuko, tutakuwa tunajiendea mambo yetu. Mdhamini namba 1 au muandaa mazingira namba 1 kwenye jambo lolote ni serikali. Kama taitwa, kwa maana ya serikali hawapendi kelele. Sawa. Huyu anasema hiki, huyu si anasema tutaandamana, huyu si anasema nini. Sawa. Serikali maana yake watakwenda kuwaunganisha kwamba hiki kitu hatutaki. Hebu fuateni taratibu zinasema nini. Sawa. Mwingine anaweza kusema kuna mtu alikuja kutuzuia uwanjani. Mwingine anasema hao watu sio kwangu. Sawa. Watazungumza, mwisho siku wataelewana, lakini wataelewana katika misingi ya mpira, sio kwamba kwa misingi ya labda la wizara ya michezo ndani ya michezo. Nafikiri wizara itawarudisha kwenye taratibu zinasema nini. Ikitokea mazingira kama hayo inasema nini. Sawa. Mwisho siku nafikiri tutapata njia nzuri, na mimi naamini bado mchezo utachezwa na maisha yataendelea. Moja ya taarifa nyakati, nafikiri hizi timu zinahitaji serikali. Kuna nyakati serikali ingilie kati. Zinahitaji tu serikali kwenye mambo yao. Okay. Sawa. Michango tofauti katika kwa namna yoyote. Hakuna binadamu duniani amekamilika.
Yaani duniani iko hivi. Una hela, unahitaji asiye na hela. Huna hela, unamhitaji mwenye hela. Ukifa watakuzika ambao wako hai. Sawa eh? Yaani iko hivi duniani kote. Kwa hiyo kuna nyakati Simba wanahitaji serikali iwasaidie kusukuma mambo ya mpira. Kuna nyakati Yanga inahitaji serikali isukume katika mambo ya mpira, mambo binafsi ya club. Achilia mbali mambo ambayo yako kwenye wizara au kwenye upande wa BMT. Unaona? Kwa hiyo mkishauriwa, hakikisheni mnatekeleza hiki. Lazima watatekeleza. No way. Huyo ndio baba. Tunakumbuka issue ya Fei. Faisal Salum Feitoto. Jamani tu acheni kelele. Watu wakanyoka. Kwa hiyo sina wasiwasi. Sina wasiwasi. Jambo hili litaisha. Dabi itapigwa. Of course kwa upande wa mashabiki wa Yanga pengine ikipigwa dabi wanaweza wakawa na mgogoro kidogo na viongozi wao, lakini hakuna njia. Maana yake kama viongozi waliwaweka wasemee kwa niaba yao, kuna vitu vingine vya kitaratibu haviwezi kuepukika. Unafikiri ni njia ipi itumike ambayo hakuna upande wote utakaolalamika, upande wa Simba na upande wa Yanga kuelekea kuhusiana na mchezo huu ambao uliahirishwa? Njia ipi itumike kwenye kuliamua hili ili kila upande uridhike? Kwanza Simba na Yanga huwezi kuwaridhisha. Hilo la kwanza. Kama hawa wameshahamia, kwa sababu wote wana mahesabu, ujue Simba wana mahesabu yao, Yanga wana mahesabu yao. Unaona eh? Sasa hivi mahesabu ya Yanga yanasomeka wapi? Alama 3. Simba inawezekana siku ya mchezo wao waliona mbali. Sawa eh? Wakapata tu weakness. Wakatembea nayo. Leo mpaka hapo eh? Kwa hiyo kila upande una mahesabu yake kwenye dabi hii. Kwa hiyo kuaridhisha wote itakuwa ngumu, isipokuwa inabidi tutafute chanzo cha ugomvi ni nini. Sawa? Chanzo, tukishapata chanzo, tukasema chanzo ni hiki hapa. Sema chanzo ni hiki hapa. Then tunatafuta way forward. Sawa sawa eh? Kwa mfano sitakutumu. Kwa mfano meneja uwanja angetumia busara akawaruhusu Simba kupita. Kingetokea nini? Kwa akili yako ya kawaida. Kingetokea kama mechi ingepigwa. Halafu baada ya mchezo wanasema Simba wamekiuka, hawakutoa taarifa wanakuja uwanjani. Mimi nimetumia busara ila hawa wamevunja sheria, wamevunja kanuni, tuwapige adhabu. Umeona eh? Hapo ndio mimi kwa akili yangu ninavyoona. Chanzo ni meneja wa uwanja kuwagomea Simba. Unaona eh? Na ikaonekana tena kuna watu walitumika kuwaondoa Simba pale. Kumbe meneja wangefika yale magari ya Simba angefika au wangefika wachezaji wa Simba angefungua, angeuliza mbona mjaniambia? Jibu litakuja kwamba samanini hatujawaambia kweli, lakini unajua bana ndo binadamu.